Polisi mpaka wakuje watufukuze ndio tunatoka. Sasa tunajaribu kusema kuandamana bila tiaga si maandamano. Mpaka waruhusu ndio tutatoka. Hata gavana aseme So kuna jamaa hapa alikuja na kusema kwamba Wakenya ni watu wa maajabu sana, ikizingatiwa kwamba kule South Africa, Uswazi kule ambapo kunaitwa kusini mwa Afrika, ambapo kuna baadhi ya nchi tofauti tofauti ambazo ziko ndani ya Afrika, ambapo kule kwa minajili ya mpango mzima wa kujitafuta kimaisha, ambapo wameweza kufurushwa na watu kutoka kusini mwa Afrika. Baadhi yao wameweza kuuliwa na baadhi yao wakafurushwa kwa kupigwa na kudhalilishwa, na video zikasambaa kote. Tumeweza kuona juzi tulileta video hapa ambapo kuna mmoja wa Tanzania ambaye ameweza kuuliwa na mwili wake kuregeshwa ndani ya Tanzania pale airport. Hivyo bado tukaona wa Nigeria baadhi pia vile vile ambao kuna kama watatu ambao waliweza kuuliwa baada ya kwamba wamepiganishwa na hawa watu kutoka kusini mwa Afrika, na vile vile pia tukaona watu kutoka nchini Ghana takriban 300 wameweza kuregeshwa nchini mwao kwa sababu ya kwamba wamefukuzwa wasiendelee kukaa kule kusini mwa Afrika. So kuna mmoja hapa ambaye nilikuja nikamwona ambaye alikuja akazungumza masuala mazima, na unadhani kwa nini hakujatokea title ya kwamba kuna Mkenya aliyeuliwa ndani ya kusini mwa Afrika ama kuna Wakenya ambao wameweza kufukuzwa na kufurushwa ndani ya kusini mwa Afrika? Je, unahisi ya kwamba ndani ya kusini mwa Afrika hakuna Wakenya, ama unahisi ya kwamba hakuna Wakenya ambao wanasafiri kusini mwa Afrika kila siku kwa kutafuta mapato ama kujitafuta wenyewe kwa wenyewe? La hasha, wapo Wakenya kibao, lakini kuna kitu kimoja ambacho kinafanya mpaka Wakenya waweze kuogopewa. Ni kipi hicho? Tuweze kusikiliza huyu mwanzo hapa. You see all these protests going on in South Africa. There's a country in Africa that I am very, very scared of them. That country is Kenya. You guys do not understand. I am telling you people right now, if a video ever pops up on the internet that a Kenyan was attacked in South Africa, ladies and gentlemen, let me tell you something. Maybe 15 South Africans would die in Kenya that same day, or maybe the next day. You see these Kenyans, they are very, very dangerous set of people. These are people that they are not to be messed with. I know some people, some of you guys will say, oh, let me tell you, there are some people who are very, very slow to react, but their reaction always carry power. Those people are Nigerians. Those are Nigerians. Nigerians too are very, very dangerous, but they are slow to react. You see, Kenyans, they react and then they think about the consequences later. That is how Kenyans are. That is how they were built. That is how they are built. So langu litakuwa dogo tu mimi. Nikwambie tu kwamba tupende tusipende, yani tukubali au tukatae, lakini kuna ile kauli tunasema kuna watu wanatengeneza brand. Sasa Kenya wamejibrand ya kwamba sio watu wa mchezo, na Wakenya vile vile pia wamejibrand ya kwamba ni watu wenye fujo mtandaoni special, na vile vile pia Wakenya ni watu ambao wamejibrand ya kwamba hawaogopi polisi, hawaogopi serikali, hawaogopi uongozi, wala hawaogopi chochote kile. Ikizingatiwa tu ya kwamba juzi tuliweza kuona baada ya kulikuwa kuna uchaguzi mkuu wa kuchagua kiongozi wa taifa nchini Tanzania na nchini Uganda, tuliweza kuona baadhi ya Wakenya wakiingia kwenye hizo nchi na kwenda peleka vurugu kwenye zile nchi kwa kisingizio cha kwamba wanataka kwenda tetea ndugu zao, majirani zao kwa zile nchi mwafaka. Walipigwa kibano kikweli kabisa, walitiwa kibano cha uhakika, na hata mwisho wa siku ikawa gumzo dunia nzima ya kwamba Kenyans Gen Z causes ABCD. So ni watu ambao wanafahamika kuonekana kwamba ni watu wenye vurugu. So unaona, kusini mwa Afrika haimaanishi kwamba they cannot beat a Kenyan ama kuua Mkenya, ama they cannot chase Africans who are Kenyans from their country. Haimaanishi hata hawawezi, wanaweza fanya hilo jambo, lakini kuna swali kadogo ambako wakitizama kwa mpango, yani kwa fikra nyingine tofauti, wanaona kwamba endapo tutawafukuza wa jamaa tutaleta shida na Wakenya, kwa sababu Wakenya ni wale watu ambao kitu kidogo tu ambacho kinafanywa dhidi ya Mkenya sehemu nyingine ile
hawatataka kujua yule Mkenya ametoka Mombasa, ametoka Kisumu, ametoka Nairobi, ametoka Kwale, ametoka Kajiado, ametoka Wajir. They won't care. So far wale wameambiwa tu kuna Mkenya sehemu fulani ambao amefanywa ABCD. They will gang up together kwenye online pale, kwenye media, kwenye social media zote, na kisha kwamba Mkenya yule amepata msaada wa haraka sana. So mtakupa mfano tu ya kwamba nchi kama Tanzania kuna kijana alikuwa anaitwa nani kijana? Kuna kijana fulani ambaye aliweza kuuliwa ndani ya kusini mwa Afrika, kisa na maana, sababu kubwa, sababu ati anafanya biashara pale na hana vibali. So kupigwa mpaka kauliwa. Na kijana mwingine pia vile vile wa Tanzania ambaye pia vile vile aliweza kuchapwa viboko, na tukaonyeshwa mpaka hapa nilileta hiyo video, alichapwa viboko vibaya sana, na ikaandikwa mpaka title, Tanzanian guy being beaten in South Africa just because akona duka pale, na akachapwa vibaya sana. Lakini we didn't see Tanzanian guys, ama tukuona vijana wa Tanzania kwenye mitandao ambao walikuja kwa nguvu na kukashifu tendo lile, ama kukashifu serikali ya Tanzania ili iweze kuingilia kati swala kama lile. Hatukuiona. But I'm telling you 100%, laiti yule mtu aliyepigwa viboko kwenye kamera akaonekana kila mahali angekuwa Mkenya, ama yule aliyeuliwa mpaka mwili wake ukaletwa airport angekuwa Mkenya, ameuliwa kusini mwa Afrika, my friend, we could be talking other stories side. Tungekuwa tunaongea story nyingine tofauti side. Mwanzo ni kukwambia tu kwamba hata ule mwili wake wenyewe kufika airport ya Kenya ingekuwa balaa. Angefika pale na watu kibao sana wangejazana pale airport kwa ile kupokea ule mwili. La kwanza. La pili, watu wengi sana wangejitokeza kwa hilo familia, na watu wengi sana wangeng'ang'ana juu chini kwa kufanya maandamano ya mitandaoni na kufanya maandamano hapa kwenye ardhi ya Kenya, ili mradi waweze kushinikiza serikali ya nchi ya Kenya, it's either wazungumze na serikali ya kusini mwa Afrika ili Wakenya waishi kwa amani pale, ama nchi ya Kenya ijumuike kama serikali iweze kuwatoa Wakenya wote ambao kwa kusini mwa Afrika pale kwa amani, pasi vita vyote. Juzi tu kulikuwa na vita baina ya nchi ya Iran pamoja na nchi ya Marekani, ambapo nchi nyingi za Uarabuni zilikuwa zinateseka, na nchi nyingi za Uarabuni wale ambao walikuwa ni Waafrika ambao wametoka nchi tofauti tofauti, especially nchi za Afrika ambao wako pale nchi ya Uarabuni, walitamani sana waweze kupata msaada wa kurudi makwao. Lakini tuliweza kuona nchi kidogo sana ambazo ziliweza kusimama ili mradi kuweza kuokoa watu wao pale. Baadhi ya nchi hizi ikiwemo nchi kama ya Kenya na nchi kama ya Tanzania iliweza kujukumika na kusaidia watu wao pale na kuwatoa pale. So the same dangerous ambao waliiona mpaka kutoa watu ndani ya Qatar, Saudi Arabia, UAE, the same dangerous, kile kitu ambacho walikiona kama serikali mpaka wakatoa, nadhani sahihi ni mwafaka sahihi nchi kama hizo kusini mwa nchi kama za Kenya na Tanzania waweze kuangalia watu wao ambao pale kusini mwa Afrika, wajue jinsi gani watakavyowatoa, kwa sababu kwa sasa ni kubaya. Acha niseme tu ni kubaya, kwa sababu kusini mwa Afrika wameamua na wamesema kwamba watajitahidi kivyovyote vile ili mradi Mwafrika yote ambaye yuko pale kwenye ile nchi asiweze kuendelea kukaa pale mpaka itakapofika mwezi wa 6 tarehe 30. Kwa sasa kuna takriban siku 28 27 waweze kutoka pale. Wasipotoka kutoka kusini mwa Afrika wamesema wenyewe kwamba watajua kile kitu ambacho watakifanya wao wenyewe. So ladies and gentlemen, niseme tu kwamba hii nimekuletea kuonyesha kwamba vile ambavyo Wakenya wanaogopewa na Wakenya hawajali. Kuna video ambazo zinaonyesha kabisa maandamano ambayo tumeweza kuyashuhudia juzi tu, baada ya kwamba kuna Wakenya wanaandamana baada ya kwamba rais wao amekubali wale ambao ni Amerika ambao ni wagonjwa wa Ebola waweze kuletwa nchini Kenya kwa hifadhi, ambapo wananchi wa eneo lile ambalo ile quarantine ilikuwa inapaswa kutengenezwa walijitokeza na kuandamana kwa kikubwa zaidi. Na nikwambie tu kwamba kwa ule mvutano wa polisi ambao polisi wako upande wa serikali na mvutano wa wananchi ambao ni raia, wawili waliweza kupigwa risasi na kufariki pale raia wa kawaida, na hakuna chochote ambacho kimetokea mpaka sasa. Rais hajazungumzia kuhusiana na maafa hayo, na sio maandamano ya kwanza hayo mtu kuuliwa. Kila maandamano ambayo yanafanyika Kenya, let me just put it open that kila maandamano ambayo yanafanyika nchini Kenya utasikia kuna mmoja, wawili, watatu wamepigwa risasi, wameuliwa. Na hao ambao wameuliwa haitawasimamisha wengine wasiandamane. Kesho kikitokea maandamano mengine watatoka waende maandamano, wawili, watatu, wanne wauliwe. They don't fear, wataenda. Na cha maajabu ni kwamba hata rais akasimama kuhutubia taifa, hata zungumza kuhusiana na familia ambazo zimepoteza mtu wao kwa sababu ya maandamano. So unaanza kujiuliza ni shida gani iko
kwa kichwa wa Kenya. Hata kama wanatafuta haki, kama wana act democracy, wanatafuta ule uhuru wa kujieleza, but maandamano 5 wameuliwa. Kesho unasikia kuna maandamano mengine, wanajitokeza tena maelfu ya watu wanaingia barabarani. What is there? Siri ni nini? Nafikiri baadhi ya Wakenya watueleze siri ni nini ambayo inawafanya hao wawe na ujasiri mpaka kuzungumziwa dunia nzima, na imefika point sasa imekuwa kama wanaogopewa pia. Wakenya mko njaa? Tuko njaa. Kenya mko njaa? Tuko njaa. Niko njaa. Hata siwezi karanga. Uwe ae, shagala bagala. Niko tayari kulipa gharama. Sitasimama maovu ya kitawala. Sitasimama maovu ya kitawala.